Katika kuhakikisha unajijua, unajielewa, ni muhimu sana kujua vitu viwili. Kitu gani mimi naweza kufanya? Katika mambo yapi mimi nina nguvu? Strength yangu iko wapi? Lakini pia usisahau kuangalia pia kwenye mapungufu yako, kwamba mapungufu yangu mimi yako wapi? Kuna vitu gani siwezi kufanya? Au kuna vitu gani yani hata nikipewa msaada au hata nitafanya tu. Mimi huwa kuna usemi huwa napenda kuutumia, kwamba nikiwa na watu tunafanya nao kazi, huwa napenda kuwauliza kwenye hivi vitu unavyofanya, kitu gani wewe unafanya unaweza ukadeliver 100%. Katika vitu unavyoweza kudeliver 100%, hapo ndipo strength yako, hapo ndipo nguvu yako ilipo. Ni vile vitu ambavyo wewe unaweza kufanya ni mara moja tu na vinakuwa na watu wanashangaa umefanyaje, wakati watu wengine wakifanya wana struggle. Ni kile kitu chako wewe sasa, unaona Lakini kuna kingine unaweza kufanya, ukifanya unafanya tu 50%, 40%. Yani kwa mfano mimi nikiamua kuedit video, mara nyingi nawaambia watu nikiedit video mimi ni 50%, 60%. Sijui kama 70 zinafika. Lakini nikifanya voice over, nikatengeneza sauti, that's 100%. Au nikipresent kwenye camera, kwenye mic, 100%. Kwa kama niko na watu ambao wanajua fani zingine, nitamwachia mtu editing, nitamwachia mtu camera, a director afanye nini hivyo, nitamwachia. Lakini kama hamna, one man army napiga. Kama hii video unayoiona hapa ni one man army 100%. Lakini hata angekuwepo mtu cameraman, editor, ingeweza kuwa nzuri zaidi kuliko unavyoiona sasa hizi. So tambua nguvu na udhaifu wako, itakusaidia.